Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Naomba sasa kwa niaba ya wananchi wa Jimbo la Gando swali namba 417 aliweze kupatiwa majibu ya serikali. Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Musa Omar Salim, mbunge wa Gando kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali inatambua umuhimu wa wafanyakazi wa majumbani na hivyo imeendelea kuweka kanuni tajwa. Mwaka 2022 kupitia tangazo la kima cha chini cha mshahara namba 687, serikali iliweka kima cha chini cha mshahara kwa sekta binafsi ikiwemo sekta ya wafanyakazi wa majumbani. Kwa mujibu wa sheria, tangazo hili linadumu kwa miaka mitatu na hivyo kwa sasa serikali kupitia bodi ya kima cha chini cha mshahara kwa sekta binafsi inaendelea kukamilisha utafiti wa kima kipya cha chini cha mshahara ambacho pia kitajumuisha sekta ya wafanyakazi wa majumbani. Asante Mheshimiwa. Mheshimiwa Salim. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika, nashukuru sana kwa majibu yenye kutia matumaini ya serikali. Lakini ni dhahiri kwamba wafanyakazi wa ndani wanaendelea kunyanyasika sana kwa asilimia kubwa. Wafanyakazi hawa unakuta wanafanya kazi usiku mchana mwezi mzima na kiwango anacholipwa hakiridhishi. Nafikia mahali mtu ambaye anamfanya kazi huyo ana kipato zaidi ya milioni 20 kwa mwezi, lakini mfanyakazi huyo anapokea si zaidi ya shilingi 60,000. Huu sio utu, hii ni biashara utumwa ambayo imeshapitiwa na wakati. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa ruhusa yako, ningeomba sasa serikali iangalie hili jambo serious kwa sababu unyanyasaji unaoendelea majumbani ni mkubwa sana na ndugu zetu wanaumia sana. Asante sana. Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Musa Omar Salim. Kwanza nimpongeze sana Mheshimiwa mbunge kwa swali hilo zuri na kuonyesha kujali hasa kwenye manyanyaso ambayo yanafanyika kwa wafanyakazi wa ndani. Hata hivyo serikali yetu imekuwa na sheria, ukiacha katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhusiana na haki na usawa wa kazi kwa mujibu wa ibara 23, lakini pia kuzuia unyanyasaji na ubaguzi kwa mujibu wa ibara 12 na 13 ya katiba. Vivyo hivyo tunayo sheria ya kazi Mheshimiwa Naibu Spika, sheria ya ajira na mahusiano kazini ambayo inatoa mwongozo wa namna gani kazi ziwe za staha, lakini pia kuwe na sehemu afya na usalama mahali pa kazi kwa maana ya misingi hiyo. Na kwa kufanya hivyo, kwanza kwenye eneo la malipo tunayo amri ya kima cha chini cha mshahara ambayo tulitunga na kuitoa mwaka 2022, na pia sambamba nayo tuna utaratibu sasa ambao tumeanza kwenye hatua ya kusaini na kuratify convention namba 189 ambao ni mkataba wa kimataifa ambao utazungumzia kuhusiana na sasa uwepo wa haki za wafanyakazi wa majumbani. Mojawapo ya haki zinazoangaliwa ni pamoja na masaa ya kazi, kuwa na mikataba ya kazi, lakini pia kuhakikisha kwa wakati wote wanapata haki na stahiki zao na malipo yanayostahili. Na masuala ya unyanyasaji Mheshimiwa Naibu Spika yamekuwa kijitokeza. Wapo wafanyakazi wa ndani ambao wanapewa ujauzito na kufukuzwa, wapo wanaonyimwa chakula, wapo wanaofanya kazi masaa yote. Haya yote tumekuwa tukiangalia na kuyazingatia kwa kutumia sheria yetu ya kanuni za adhabu sura namba 16. Na kwa hatua hii ya kwenda kufunga mkataba huu kupitia serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan na jitihada kubwa zinazofanya na Wizara ya Maendeleo ya Jamii chini ya Gwajima Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini pia nikitambua kazi kubwa inayofanywa na Umoja wa Wanawake Tanzania wa Chama cha Mapinduzi kupitia Mama Chatanda na wabunge wanawake wamekuwa pioneer wa kupigania haki za wafanyakazi wa majumbani wa kike na kiume kuweza kuhakikisha kwamba haki zao na stahiki zao wanazipata kwa mujibu wa sheria. Asante Mheshimiwa. Mheshimiwa Shangazi. Asante Mheshimiwa Naibu Spika, ningependa kujua haki za wafanyakazi hawa sio mishahara pekee, ni pamoja na haki nyinginezo ikiwemo likizo, matibabu na kadhalika. Ni kwa kiasi gani serikali inahakikisha kwamba haki hizi inazisimamia na kuhakikisha kwamba wafanyakazi hawa wanazipata? Mheshimiwa Waziri. Asante Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Shangazi kwa niaba ya Waziri Mkuu kama ifuatavyo.
Ni kweli kwamba katika haki ambazo nilizitaja hapo awali, ni Mheshimiwa Naibu Spika, zitakuwa ni haki ambatano za mkataba wa kimataifa, lakini pia na domestic laws kwa maana ya sheria zetu za ndani. Na moja stahiki za haki hizi za wafanyakazi wa ndani, watakuwa na haki sawa kama wafanyakazi wengine tu kwenye sekta mbalimbali. Zitaangalia masuala pia hata ya umri wa kufanya kazi, masaa ya kufanya kazi, mazingira ya kufanya kazi, lakini pia masuala ya likizo, ikiwa ni pamoja na matibabu, likiwa ni pamoja na kuchangiwa fedha zao kwenye mifuko ya hifadhi ya jamii. Kwa hiyo itakuwa ni haki ambatano ambazo zitakuwa tumezifanya, na hasa tukishaingia katika mchakato huu wa kusaini na kuratify mkataba wa kimataifa namba 189 na kuweza kubadilisha sheria zetu za ndani ili kuweza kuhakikisha kwamba tunasimamia kikamilifu haki zao. Asante Mheshimiwa. Mheshimiwa Magige, jiandae Mheshimiwa Neema. Nakushukuru Mheshimiwa Naibu Spika. Pamoja na kwamba viongozi wetu wa UWT Taifa wakiongozwa na Mama Mary Chatanda wamekuwa mstari wa mbele kupinga ukatili dhidi ya wanawake, watoto na hata wanaume, je, serikali ina mpango gani kuhakikisha ukatili wa wasaidizi wa ndani unakoma kabisa? Kwa sababu kuna wengine wanabakwa, wananyimwa chakula na hata kupigwa. Mheshimiwa Waziri kwa kifupi. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Kama nijibu swala la Mheshimiwa Catherine Magige kwamba ni kweli mazingira hayo yamekuwa yakijitokeza katika nyakati tofauti, lakini tumeendelea kama serikali kuchukua hatua kupitia sheria ya kanuni za adhabu. Makosa yoyote ya unyanyasaji, makosa yoyote ya kuvunja haki za binadamu yanaelezwa na kusimamiwa na sheria ya kanuni za adhabu. Ikitokea imebainika mfanyakazi wa ndani amenyanyaswa kwa namna yoyote ile, hatua kali za kisheria zinachukuliwa. Kwa hiyo niombe na kutoa rai kwa niaba ya ofisi ya Waziri Mkuu kwamba ikitokea kuna manyanyaso maeneo yoyote, ni wajibu wa jamii sasa kuripoti jambo hilo katika uongozi wa serikali za mitaa ama polisi. Taarifa hizo ziweze kuchukuliwa na kwenda kufanyiwa kazi kwa mujibu wa sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai, ili hatua stahiki ziweze kuchukuliwa na kudhibiti makosa haya. Asante Mheshimiwa Neema. Jiandae Dr. Tare. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Nimemsikia Mheshimiwa Naibu Waziri amesema Tanzania tunajipanga kwenda kufanya ratification ya ule mkataba wa kimataifa ILO Convention 189. Lakini convention hii toka ipitishwe ni tokea mwaka 2011. Kwa hiyo mpaka leo ni takriban miaka 22. Je, ni lini sasa mchakato huu utakamilika na Tanzania tutaridhia huu mkataba wa ILO 189 ili tusijikute tunasubiri tena miaka 22 mingine? Asante. Mheshimiwa Waziri kwa kifupi. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Nikijibu swala la Mheshimiwa Lugangila, nasema kuna msemo wa henga wanasema what is common to others is not common to all. Ni kwamba ni kweli mkataba huu wa kimataifa unaweza ukawa umepitishwa kwa nchi za wenzetu miaka 2011, lakini katika kuingia mikataba ya kimataifa ambalo Mheshimiwa mbunge anapaswa ajue, kuna masuala mengi ya kuangalia customs zetu kwa maana ya mila